Ya more ke gima. Nabele no mo ko ba mo na inuga. Nabele no mo ko ba mo na inuga. Sababu ntakite mu manyenga Kenya asetuaikire Kenya. Onyento we konye Kenya yegukwa. Onyento we konye Kenya yegukwa. Mimi nimepita, nimewahi kuenda kaunti 46. Watu wameniambia wamechoka. Watu wameniambia wamechoka, katiba yetu haiheshimiwe, lakini mnajua hivi, Mheshimiwa Orenga akikuja hapa atawaambia. Bwana Ruto alipiga 2010 constitution. Hakukuwa anaitaka. Kwa hivyo hakuna hata kipengele ya moja anataka kutimisha. Anapinga katiba na sheria yeye haimuhusu. Wakenya wanasema ya kwamba tuwarudishie katiba yao, watoto wetu waache kupigwa. Mumesikia rais wowote dunia mzima anaambia askari wapige mtu marisasi kwa mguu? Mumewahi kusikia kitu kama hiyo? Hiyo ni kukuonyesha ya kwamba Ruto aheshimu hata maisha ya wananchi. Wananchi wanasema kitu ambao inaua nchi yetu ni wizi wa mali ya umma. Ni wizi wa mali ya umma na wanataka hiyo irudishwe. Wakaniambia hivi, CJ kwenda huko, zungumza na wenzako, mkue pamoja, mturudishie nchi yetu, mfanye kazi na wala watu ambao wanataka nchi yetu irudi. Ndio sababu nimekuja hapa. Tumeungana na watu wa Linda Mwananchi. Tunakuja kufanya kazi na nyinyi. Bwana Omondi Karoli, tunataka kufanya kazi na watu ambao wanataka kurudisha Kenya yetu pale iko. Kenya is a very rich country. Kenya is a very rich country. Nimetembea nchi nyingi, nimeona. Ile ambao inaangamiza sisi ni ule wizi wa mali ya umma. Pesa inaipwa ile inaenda. Leo kwa gazeti mliona kilomita moja huko KPA inajengwa with 6 billion 1 kilometer. Ukiuliza wale mainjinia wakwambie ni pesa ngapi inajenga barabara kilomita moja, watakwambia hiyo ndio ile wizi inaendelea, tunataka kusimamisha. Kwa hivyo nataka tufanye kazi pamoja, tufanye kazi na wale ambao wanataka katiba yetu iheshimiwe, mali yetu iheshimiwe, watoto wetu wachungwe. Wale ambao mnaambiwa watoto wanawawa, mnaambiwa kuja hapa ulipwe shilingi milioni 1, na hata kabla hawajamaliza kuzungumza hayo wanaua wengine. Mliona yule kijana mmoja amekuwa yule Vichuma amepigwa hata hawezi kuzungumza. Wengine wanachukuliwa, unalipa wengine unachukua wengine, unalipa wengine unachukua wengine. Kenya haiwezi kuendelea hivyo. Na wacha niwaambie wenzetu, can the Kenyans please listen to me? It will be a tragedy if you have Ruto come back as president on 10th of August next year. We will not have a country. We will not have a country. Kenya will not be the same again Ruto akirudi. Kwa hivyo tuungane pamoja, tutoe hii serikali na tufanye kazi na wananchi. Wananchi waheshimiwe, wananchi washughulikiwe, wananchi biashara yao ishughulikiwe, tuendelee mbele. Tukiungana na wengine wenzangu hapa tutafanya kazi. Mnanijua mimi sio mtu ya kutishwa. Mnajua hivyo.
Mimi sio mtu ya kutishwa. Tutafanya na kazi na wale viongozi ambao hawatishwi ili turudishe Kenya yetu. Mungu awabariki sana, tuendelee hivi. Wapi yule kijana alikuwa?